ambayo ameifanya nikaweza kuwa katika nyumba yake, na ili nikaweza kuyajua mapenzi yake. Mwathani arogocwo. Nigurehe Bible study rucini rwega na nigucokia ngatho muno ni kamweke gaka. Ninajua it is not in vain, lakini kwa neema yake Bwana, na ataweza kutunenea na ataweza kutujulisha mahusia yake katika jina la Yesu. Gurehe Bible study kwa njia ya ufupi, na neno la asubuhi, jambo la kwanza ama kichwa cha ujumbe ni ya kwamba kumtumikia Mungu ama serving God, it's a privilege. Serving God is a privilege. Si lazima ikuwe tunamtumikia Mungu, lakini kwa neema yeye ametupa nafasi tukaweza kumtumikia. Kwa hivyo kumtumikia Mungu ni jambo ambalo linatupasa kulichukua kwa umuhimu, tukijua ya kwamba ni neema tu imetufanya tukaweza kuwa tukimtumikia. Kwa njia yoyote ambayo una serve God, katika njia yoyote ambayo unamtumikia Mungu, si kwa lazima na toginya ati tondu ni urenda kumutumikira umutumikire, lakini ni neema ambayo imeachiliwa juu yako, na kwa hivyo ni vizuri kuchukua ile nafasi vizuri ili ukaweza kumtumikia kulingana na mapenzi yake ama jinsi alivyokusudia. Na tumefunzwa na Ofasia juzi tu akatuambia ni vyema kumtumikia Mungu wakati ufaao na wakati usiofaa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tunafunzwa hivyo na tunalisoma neno, tunajua Paulo alimwambia Timotheo, mtumikie Mungu wako wakati ufaao na wakati usiofaa. Kwa hivyo kama Mungu ametupa nafasi ya kumtumikia, inapasa tuchukulie lile jambo kwa ungumu na kwa umuhimu sana. Tusipoteze muda ama tusipoteze nafasi ambayo Mungu ametukarimia kwa neema yake. Na kwa hivyo kumtumikia Bwana, tukijua ya kwamba ni neema tu Mungu ametuneemesha tukaweza kumtumikia. Nitaanza kwa kusoma neno ambalo limeandikika katika kitabu cha Waefeso, in the book of Ephesians. Nataka kutusomea na Biblia. Kikuyu hayuko karibu. Ni nani aliye na Kiswahili? Okay, nitasoma. Nitalisoma lile neno lililo katika kitabu cha, nitaanzia na neno lililo katika kitabu cha Petero wa kwanza 4 na mstari wa 10. First Peter chapter 4 and verse 10. Petero wa kwanza sura ya 4 na mstari wake wa 10. Biblia inasema hivi: kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama aitumie kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama aitumie kuhudumiana kama wakili mwema wa neema mbalimbali za Mungu. Hivyo ni kusema ile neema ama kile kipawa ambacho Mungu amekupatia ukaweza kukitumia vizuri kuhudumia mmoja na mwingine, kwa sababu in serving one another we serve God. Ukitumikia mwingine, ukihudumia mwenzako, hapo ndipo unapoonyesha ya kwamba unamtumikia Mungu. Na kwa hivyo kwa ile karama ambayo Mungu amekupatia, neno la Mungu limetuambia pale katika kitabu cha Petero wa kwanza tutumikie Mungu
kwa kadri tukihudumiana mmoja na mwingine na ile karama ambayo Mungu amekupatia na ile neema ambayo imewekwa juu yako, ukaweza kuitumia vizuri kama wakili mzuri wa neema hiyo iliyo juu yako. Mwathani arogocwo. Utumikire Mwathani na utugi uria uhetwo urita wakili mwega wa neema hiyo ya Ngai. Mwathani arogocwo. Na kwa hivyo kwa kile jambo kidogo ambayo unaifanya katika huduma yako, ifanye kwa ile neema ambayo Mungu amekutunukia. Bwana asifiwe. Na neema ya Ngai yakuhete, witikire kuhudumia ucio ungi, witikire kuhudumira Ngai ukimenyaga ati ni it's a privilege to serve God. Kuheo kamwenya ga gutumikira Ngai si jambo ambalo ni lazima, kwa sababu kuna wengi ambao wameitwa, kuna wengi ambao wameokoka, na wengine pia wamepotelea katika giza, hawajapata ile nafasi ya kuja katika nuru ili wakaweze kumtumikia Mungu. Mwathani arogocwo. Kuna neno tunalisoma katika Mathayo ambapo wanafunzi waliambiwa waende wakamfugue punda akaweze kutumika na Yesu. Mwathani arogocwo. Na nilikuwa nawazia lile neno, ninajiuliza, si kulikuwa na punda wengine ambao hawakuwa wamefugwa? Si kulikuwa na punda ambao hawakuwa wamefugwa? Lakini Mungu yeye alitumana kwa yule alikuwa amefungwa ili akaje akamtumikie Mungu. Na siku kama ya leo pia wewe Mungu amekuweka hapo ili ukaweze kumtumikia. Si hiyo ni neema? Si inafaa tuchukulie hile jambo kwa ugumu na kwa uzito, tukaweza kutumikia Mungu bila kupoteza wakati ama nafasi yoyote ambayo tumeipata ya kutenda wema. Mwathani arogocwo. Tutumikire Mwathani tutagutekanya ogothe karia tuonaga ga gwika wega. Mwathani arogocwo. Kwa sababu kuna mahali neno linasema, na nitasoma, wacha nilisome ni katika Philippians ukisoma katika Waefeso 2 na mstari wa 8, Minister Anna amekuja nisomee kwa Biblia ya Kikuyu. Nisomee katika Waefeso 2 from verse 8. Habari ya Yesu na yeye alikuwa mwana wa Mungu. Ephesians chapter sio wa Efeso, Philippians 2:8. Wa Filipi 2 mstari wa 8. Philippians 2:8. Nake agikorwo ahana ta mundu ri, akinyihia we mwene, agigiathika okinya akiuragwo, okuragwo kuria kwa mutharabaini. Na ni undu wa uguo Ngai niamutugiririe kuria kwa Ngai niamutugiririe muno. Washanirudie. Nake agikorwo ahana ta mundu ri, akinyihia we mwene, agigiathika okinya akiuragwo, okuragwo kuria kwa mutharabaini. Na ni undu wa uguo Ngai niamutugiririe muno, akimutua ritwa o riria rikirite maritwa mothe, niguo ati thiini wa ritwa ria Jesu maru mothe maturagio o kuria iguru ona guku thi. Amen. Fikisha hapo. Nilisaka tusome mstari wa 8. Neno la Bwana linasema Yesu Kristo hata akiwa na mfano, alipokuja duniani alidhihirishwa na kuwa kwa mfano wa mwanadamu.
Yesu na ari mwana wa Ngai, yeye alikuwa mfalme, mtoto wa mfalme, lakini yeye alijinyenyekesha na kutumika hadi kwa msalaba. Mwathani arogocwo. Na sisi pia inatupasa kutumika zaidi na kuwa unyenyekevu, kuchukua nafasi yoyote ambayo kama kuna maagizo unayahisi ndani yako Mungu anakuelekeza, ukaweza kuchukua ile nafasi na kumtumikia Mungu ginyagia haria mwisho ungekeigua hateketwo muno, kwa sababu Biblia inasema Yesu yeye aliweza kunyenyekea na kutumika hata kwa kufa msalabani, na kwa yale juu yeye alikuwa mnyenyekevu na alikuwa mtiifu, akaweza kupewa jina ambalo limepita majina yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pia wewe, ninakusihi ndugu na dada yangu, asubuhi ya siku ya leo tukaweza kumtumikia Mungu kwa ile nafasi ambayo ametupatia, na kama Yesu aliye mfano wetu, na tuinaga oro muthenya tukauga ndirireirie gugutukia hanane nawe. Kwa hivyo inatupasa sana tukaweza kukanyangia hatua za Yesu, na zaidi kwa utiifu na unyenyekevu kuchukua ile nafasi ambayo umepewa. Haria hothe ungiona niho Ngai arakuiguithia kumutungatira, chukua ile nafasi ukijua serving God it's a privilege, na Mungu tu amekuneemesha ili ukaweza kumtumikia. Na Daudi alijua na akafahamu aliponena kwa Zaburi 100 na mstari wa 2, akasema mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake mkishangilia. Alijua ya kwamba kumtumikia Mungu si jambo ambalo ni la kila mtu, lakini yeyote ambaye amepata nafasi ya kumtumikia Mungu inapasa akachukue ile nafasi, akamtumikie Mungu kwa furaha, akaje mbele zake siku zote akishangilia kwa ile nafasi ambayo amepewa. Mwathani arogocwo. Tigo gioka ringi tununarite kanitha-ini kana utungata-ini uria twaheo kana uria twekora, unakuwa uko na hasira, ni kama umejam, na ile jukumu ni Mungu tu amekupatia. Ni vizuri kumtumikia Mungu kwa furaha, na Daudi alijua haya, na pia Daudi alikuwa mfalme. Ithe Daudi ndakire muthamaki, na ari muthamaki ni atumikiire Ngai na wenyihia muingi na gikeno, tondu ni amenyete gutumikira Ngai ni kanya kaheagwo mundu uria Ngai ecagurire. Mwathani arogocwo. Na sisi tuna sababu ya kumtukuza Bwana, kwa sababu ametuchagua, ametuteua katikati ya wengi, na ili tukawe wale ambao wataweza kumtumikia. Na jambo lingine ni kwamba tunapomtumikia, kuna mambo kadhaa ambayo nitayasema ambayo ni mazuri unapomtumikia Mungu. Na la kwanza ni hilo tumesoma katika Zaburi 102, ya kwamba ukitumikia Mungu uwe na furaha na uchagamke kana ukenerere utungata uria Ngai akuhete. Kuwa na furaha kwa ile huduma ambayo unaifanya, kwa sababu ona hata wakati tunaponenewa habari ya kujitolea mbele zake Bwana, tunaambiwa anything given by a cheerful giver, hiyo ndio Mungu anayoipokea. Kana kiria giothe kiheanagwo ni ngoro ngenu, kiu nikio Ngai amukagira. Mwathani arogocwo. Na kwa hivyo pia katika kumtumikia Mungu, wacha moyo wako ukajawe na furaha na kulichukulia lile jambo si kana kwamba unasukumiwa. Ithe tiko ya drato ya daire na nituinaga diaringereirio neniendeire etiguo, tukakata kauri tukakuja kwa Mungu. Na kwa hivyo kwa kumtumikia katika ile nafasi, hata ikiwa kidogo namna gani, tumtumikie Mungu kwa furaha, tumtumikie Mungu pasipo kusukumiwa, kwa sababu pia umechagua na ni chaguo lako. Itwalia modo rekerere uru tumechagua na tutalifanya kwa mioyo ambayo iko na furaha, na kwa hakika tutampendeza Mungu. Jambo la pili ni ya kwamba tunapomtumikia Mungu tukaweze kuwa na kumuogopa. In serving God, let us have fear, kwa sababu neno linasema katika Samueli wa kwanza, tusomee Samueli wa kwanza 12, Samueli wa kwanza sura ya 12:24. Samueli wa kwanza 12 verse 24.
tumtumikie kwa kuogopa na pia kwa ukweli. Tumtumikie kwa kumwogopa na pia kwa ukweli. Gitai ogwetigira Jehova na mumutungatagire na maoma na ngoro yanyu yothe, ni undu ri ta wiciriai uria maundu manenehete maria anamwika. Amen. Neno la Mungu linasema tuzidi na kumwogopa Mungu, tukimtumikia kwa ukweli ndani ya mioyo yetu, tukiangalia yale matendo ambayo ametutendea. Bwana asifiwe. Na ndiposa anasema kumtumikia Mungu si kwa kila mtu, ni yeyote ambaye amepata nafasi akaweza kuichukua, kuiona tu ni gharama mzuri ambayo Bwana ameilipa, akaweza kumpa ile nafasi ili aweze kumtumikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapomtumikia Mungu ukamuogope sana, na zaidi ukamtumikie kwa ukweli kutoka ndani ya moyo wako. Unajua kuna wakati huwa nafikiria na ninaombaga Mungu tu zaidi. Ninamwambia Mungu, nisaidie ninapokutumikia nikawe sincere from my heart. Nikawe ninakutumikia kwa ukweli toka ndani ya moyo wangu. Nisiwe nitakutumikia kupendeza wanaonitizama na kuniona, lakini Mungu, ningetaka ile huduma ningetoa kwako ikawe ni ile unaiona zaidi inatoka ndani ya moyo wangu. Mwathani arogocwo. Iyo tungatore ingitungata Ngai, ukenie Ngai tondu umete ngoro thiini na nduri na gukenia aria marawona ta gukenia Ngai we mwene. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo tunapomtumikia Mungu kwa kumwogopa yeye na zaidi kwa kumtumikia na ukweli, hatutasukumiwa katika ile mwito ambao tuko nao. Ngai ndungitindekererio kuri undu uria Mwathani agwiteire angikorwo na ma ni uramenya undu ucio urawika ni undu wa mukumbi. Mwathani arogocwo. Na kwa hakika tukifanya yale tutakuwa wabarikiwa. Tumesema jambo la pili ni hilo, kumuogopa na kumtumikia katika ukweli. Nalo jambo la tatu ni kumfuata Yesu katika kumtumikia Mungu. Usifuate mambo mengine, tusifuate sana ile mikakati ambayo imewekwa na walimwengu, lakini katika kumtumikia Mungu tuweke mikakati ambayo ni ya neno lake na ambayo ameyasema kwa neno lake. We follow Christ in serving him. Ukisoma neno katika Yohana, the book of John chapter 12 verse 26, neno la Mungu linasema, kama kuna yeyote atakaye kunitumikia, wacha akanifuate, na pahali nilipo naye awe, na akaweze kuwa mtumishi. Bwana asifiwe. Even a man serves me, let him follow me. Where I am, there shall also my servant be. Kwa sababu pahali Yesu alipo, pia sisi watumishi wake hapo ndipo ametutuandalia. Si hata neno linatuambia yeye alienda kutengeneza makao, na yakikamilika pia yeye atatukujia, si ndio? Na agikorwo Ngai arikia kuri aratuhaririria ni agatugira, atakujia wale ambao wamepitia katika hatua zake, wametumika katika haki na katika kweli, na zaidi kwa kumfuata yeye, kupitia hatua zake kwa kumfuata yeye. Bwana asifiwe. Nalo jambo hilo lingine ambalo ni la kumtumikia Mungu ni ya kwamba tuzidi na kunyenyekea sana mbele za Mungu tunapomtumikia. Na lile neno ambalo tulilisoma pale katika Wafilipi 2 na mstari wa 8, neno la Mungu lilisema Yesu yeye mwenyewe alinyenyekea hadi kufa, na kwa kunyenyekea kwake akapewa jina ambalo limepita majina yote. Kwa hivyo pia wewe kama ungetaka Mungu akaweza kukuinua, na kuna mahali pengine neno linasema hivyo katika kitabu cha James, ya kwamba ukitumikia Mungu kwa unyenyekevu atakuinua hata wakati utakapofika ambao yeye alikusudia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuzidi na kunyenyekea mbele zake Bwana, tuzidi na kumtumikia kwa ile nafasi ambayo ametupatia. Usiachilie nafasi ambayo Bwana amekupatia ipotee hivyo tu. Mwathani arogocwo. Kwa sababu kumtumikia Mungu ni jambo ambalo amewapatia wachache ambao yeye amechagua. Bwana asifiwe. Na unapomtumikia Mungu kuna jambo lingine ningekusihi ya kwamba usiangalie sana watu kukuona,
kwa sababu Paulo alikuwa anawaambia Wakolosai, tukisoma katika kitabu cha Wakolosai 3, tutasomewa hapo na Minister Ann. Kwa lile jambo ambalo tunalifanya, tutumikie Mungu tukijua ni Mungu yeye mwenyewe, na hili neno tunalijua sana katika Wakolosai 3 na mstari wa 17. Colossians chapter 3 and verse 17. Na ningĩ atĩrĩ, maũndũ marĩa mothe mũrĩkaga mũkĩaria ona kana mũgĩka ũndũ ona ũrĩkũ rĩ, mekagei na rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ, mũgĩcokagĩria Ngai ithe witũ ngatho na ũndũ wake. Amen. Neno la Mungu linasema jambo lolote utakalolifanya ukalitende kwa sababu ya jina la Mungu wetu Yesu Kristo, na ukimshukuru kwa mambo yote. Bwana asifiwe. Na ukijua yeye ndiye amekuita kwa utumishi ama kwa mambo yote ambayo unayafanya, ninajua kwa hakika utatenda yale bila kutizama ni nani anayekuona, ni nani alikuweka kwa ile nafasi, lakini utatumika ukijua unamtumikia muumba wako ambaye amekupatia ile nafasi. Mwadhani ya rogoshwo. Ukisoma lile neno pia ukiteremka hapo Colossians chapter 3, uelekee mstari wa 23, tusomee hapo verse 23. Colossians chapter 3 verse 23. Na rĩrĩ, ũndũ o wothe mũgwĩka-rĩ, gwĩkagei na ngoro o ta arĩ wĩra wa Mwathani mũraruta na ti wa andũ, mũkĩmenyaga atĩ nĩ Mwathani ũkamũhe kĩrĩa mwĩrĩirwo arĩ kĩo igai rĩanyu. Ni Mwathani Kristo mũtungatagĩra. Amen. Neno la Bwana ni wazi hapa na linaeleweka vizuri. Neno la Mungu linasema kwa kila jambo ufanyalo lifanye kwa moyo wako wote, ukijua unamtumikia Mungu aliye muumba wako. Mwadhani ya rogosho. Taru no heo wira, maybe hapa kanisani ama pia katika society kule nje, na nione ambaye amenitunukia ile kazi kama yeye ndiye ninayefanyia kazi. Lakini ole wangu kwa sababu neno la Mungu linasema kwa kila jambo ulifanyalo ulifanye kama unalifanyia Mungu. Kwa kila ũndũ wothe we ũrĩkoragwo ũgĩka ĩtĩkagĩra nĩ Mwathani ũrarutĩra wĩra, na ukijua ya kwamba ni Mungu unayefanyia kazi, kiugo kĩa Ngai kiauga atĩ yeye ndiye atakaye kuja kukupa thawabu kwa sababu ya ile kazi unayoifanya. Bwana asifiwe. Usitizamie mkubwa wako unapofanya kazi. Ati ũgĩtindage ũkĩrwo rĩu gera haha ĩko umuthi ũgwĩka rũcio ũgwĩka, lakini kama ni mwito ndani yako na unaihisi na Mungu amekuweka kwa ile nafasi, ukijua amechagua kati ya wengi, kwa hakika utaifanya bila kusukumiwa na ndũrĩkĩona gato rake ni amũkũhei wĩra. Mwathani arogocwo mũkũhei wĩra wa gũkũ thĩ, lakini utajua kwa hakika ambaye unamfurahisha ni yule muumba wako ambaye kupitia kwa kiongozi wa mahali unapofanya kazi amekupea ile nafasi. Mwathani arogocwo. Na sijui kwa nini wanadamu huwa tunasahau, kwa sababu hata katika kazi za ulimwengu, tuseme kama wenye wamepewa kazi na serikali, wenye wamepewa kazi na watu binafsi, mtu anapotafuta kazi, watu wengi huwa tunakuja katika madhabahu na tunasema tuombewe tupate kazi. Mutungatĩri nĩ ndĩrahoya ũhoere nyone wĩra. Kila mtu tunakuja tunaomba tupate kazi. Lakini wakati mtu anapopewa ile kazi, anasahau ya kwamba ile kazi aliipata kutoka kwa Mungu kupitia kwa yule aliyemwajiri. Tunasahau na inaonekana labda tena yule mtu anasukumiwa kuifanya ile kazi.
ninawasihi ndugu na dada zangu, tukaweze kufanya kwa kila mahali ambapo umejipata siku ya leo ama siku zingine, ukaweza kufanya ile kazi kana kwamba unamtumikia Mungu, kwa sababu neno lake limesema kwa kila jambo ulifanyalo lifanye kwa moyo wako wote, ukijua ya kwamba si ati unatumikia yule mwanadamu your master ambaye amekupatia kazi, lakini unamtumikia Mungu, na yeye ndiye atakuja kukupa thawabu kwa kazi yoyote unayoifanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa uhakika tutakuwa wabarikiwa wa Mungu tunapomtizamia Mungu peke yake akaweza kutubariki. Ukisoma neno pia katika Waefeso 2 na mstari wa 10, Waefeso 2 na mstari wa 10, neno la Mungu linasema kazi ambayo unaifanya, Mungu alitutayarisha kitambo hata kabla tukaweza kuwa, kuna ile kazi ambayo yeye alikusudia ukaifanye. So sijui kwa nini siku zingine tunapatangwa na kuwa tumechoka, tumelegea katika ile kazi, lakini na neno la Mungu linasema kwa uhakika ile kazi ambayo amekupatia siku ya leo aliikusudia mwanzo hata kabla wewe uwepo. Tufanyeni kazi ya Bwana bila kusukumiwa na kwa mioyo ambayo iko tayari kutumika kwa jambo lolote, na Mungu wetu ataweza kutubariki. Ninapomalizia nitazidi na nitasema jambo lingine ambalo ni kujua ya kwamba tuna neema, na kwa sababu una neema usikubali kuchoka, usikubali kufa moyo, kwa sababu hatuwezi kuyafanya kwa mioyo yetu, ama kwa nguvu zetu, lakini kwa neema ya Mungu ndiyo inatuwezesha kufanya mambo yote, na tunaweza kutekeleza yale ambayo Bwana alikusudia. Tusiweze kuchoka, kwa sababu tukichoka sisi, Mungu atatuona kama watu ambao wamelegea, na tukilegea hatutapata ile baraka ambayo Mungu amekusudia. Kuna neno linasema katika Petro wa pili Petro wa pili 3 na mstari wa 9. Tusomee hapo kwa Kikuyu. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ha ũhoro wa kũhingia kĩĩranĩro gĩake rĩ, Mwathani ndatithagia ta ũrĩa andũ amwe megereirie atĩ nĩ atithagia, no gũkirĩrĩria amũkirĩragĩrĩria ategũthethũka, nĩ ũndũ ndendaga mũndũ ona ũmwe ore, no atĩ othe matuĩke a kwĩrira. Amen. Neno la Mungu linasema, na ndiposa Mungu huwa anatunenea kila wakati, kwa sababu yeye anatupenda na angetaka tukafanye mambo vile yeye alivyokusudia. Neno la Mungu linasema yeye si wa haraka kuhukumu, lakini pia yeye ni mwingi wa rehema, na mpaka siku ya leo anatuongelesha ili tukazidi kutumika jinsi yeye alivyokusudia. Kwa hivyo kama wewe unajihisi kuna mahali umelegea, kama kuna mahali pia mimi najisikia kwamba nimelegea, tukaweze kurejelea katika njia za Mungu. Yeye amesema yeye ni mwingi wa rehema na yu tayari kurejesha yeyote ambaye atakayetubu ili akaweze kufanya kulingana na mapenzi yake. Na neno la kumalizia ni kwamba tutalisoma katika Warumi 12, in the book of Romans chapter 12 verse 11. Warumi 12 mstari wa 11. Tusomee kwa Kikuyu. Ningĩ ha ũhoro ũbatiĩ kĩo rĩ, ningĩ ha ũhoro ũbatiĩ kĩo rĩ, menya gũkaũgũtarĩra, rekei ngoro cianyu ihĩahĩagĩre thĩinĩ,
na mũtungatagĩre Mwathani. Kenagai nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩna kĩĩrĩgĩrĩro, na hĩndĩ ya thĩna kiragĩrĩriai, nakuo kũhoya-rĩ, rũmanagĩrĩriai kũhoya na kĩo. Amen. Neno la Bwana linasema kwa bidii tusiwe walegevu. Na ya Gĩkũyũ yauga wega mũno, harĩ ũndũ ũrĩa ũbatiĩ kĩo ndũkanaiye kũũgũtarĩra. Mwathani arogocwo. Tukijua ya kwamba Mungu ametupa nafasi ya kumtumikia, na ukijua ya kwamba si kila mtu ambaye ametunukiwa hii nafasi, na mahali ambapo Mungu amekusimamisha siku kama ya leo, ukilegea atasimamisha mwingine. Si tunasemanga hivyo? Na si tunajua hata mwimbaji alisema nyugo ya gaidi akaga mutenguri. Kwa hivyo usipoichukua kuna mwingine Mungu atasimamisha haraka, na huwa tunahubiriwa tena na tena ambaye anaweza simama kwa nafasi yako, hayuko bali na wewe. Kwa hivyo neno la Bwana ndiposa tuzidi na kutuambia hapa katika Warumi 12 mstari wa 11, usilegee, usikue mlegefu. Tia juhudi katika kumpendeza Bwana kwa kumtumikia na kwa tumaini na kwa furaha, ukijua ya kwamba yale mambo yote ufanyayo kwa Mungu, yeye tu ndiye ataweza kukuja kukupa thawabu kwa yale kazi ambayo umeifanya. Bwana asifiwe. Yeno yangihota gukuriha ni tondu wa wira uria weruteire mbere yake kana werutagira. Unajua tunasema hata kule nje tukichukulia mambo kiroho, juu ndivyo inapasa. Hata unapomsaidia mtu kule nje, ujue si ati ni huyo mtu unayesaidia, unamtumikia Mungu, na yeye tu ndiye anaweza kukubariki, yeye tu ndiye anaweza kutimiza yale aliyoyasema. Tumtumikie Mungu pasi kuregea, tukijua ya kwamba Mungu wetu ataweza kutubariki. Tukaweze kuomba. Tunakushukuru Mungu mwema katika jina la Yesu Kristo kwa sababu ya neno lako ambalo ni uzima. Neno lako ni taa ya miguu yetu. Tunakushukuru kwa kutunenea jinsi inavyotupasa kukutumikia Mungu wetu. We thank you knowing that serving you, Lord, is a privilege. We know that you have chosen us among many, Lord, and you have given us an opportunity to serve you. We give you the glory, we give you the honor. We pray that you may continue to grace us so that we may use the opportunity that you have given unto us for the glory and honor unto your holy name. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Mungu awabariki sana.